bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Operesheni ya Marekani dhidi ya Irani imesitishwa kwa muda kufuatia ombi la Pakistan. Sasa kipi ambacho kimesababisha Pakistan amehusika vipi? Basi yote kwa yote karibu sana hapa niweze kukujuza kiundani zaidi katika vita hii ambayo Marekani na Israeli wanashirikiana kwa pamoja kuishambulia Irani. Na sasa ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa operesheni ya kijeshi iliyozinduliwa dhidi ya Irani ili kurejesha usalama wa safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz imesitishwa baada ya Pakistan kuomba waweze kufanya hivyo. Mazungumzo ya kupata amani kati ya Marekani na Irani yamekwama tangu kusitishwa kwa mapigano kutokana na masharti ambayo Iran wameyaweka, ambayo Marekani anaona kwa sio rafiki. Hali kadhalika masharti ambayo Marekani ameyaweka Iran kwa kanaona sio rafiki. Pakistan ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Marekani na Iran kwa sasa inakumbana na changamoto katika kudumisha usitishaji wa mapigano, kujaribu kuzishawishi nchi hizo mbili kufikia makubaliano ya pamoja na waweze kukubaliana kwamba vita inapaswa kukoma. Lakini vile vile Pakistan imelaani vikali mashambulizi ya hivi karibuni ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Falme za Kiarabu ambayo yalifanywa na Irani, ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na kutatua migogoro kupitia njia ya kidiplomasia. Katika taarifa iliyotolewa kupitia mtandao wa X na waziri mkuu wa Pakistan siku chache zilizopita, ilielezea uwepo wa ushirikiano wa rais wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Waziri huyo mkuu wa Pakistan alilaani vikali mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani ambayo yalikuwa yanalenga miundombinu ya Falme za Kiarabu. Basi na kuitaja Irani moja kwa moja, kiongozi huyo mkuu kwa maana waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif aliongeza kuwa Pakistan inahimiza pande zote kuheshimu usitishaji wa mapigano katika hali zote ili amani ya kudumu iweze kupatikana kupitia mazungumzo ya kidiplomasia. Sasa Iran yeye kama kawaida ameendelea kufanya mashambulizi kama ambavyo nimesema hapo awali dhidi ya Falme za Kiarabu kwa maana ya UAE. Sasa mashambulizi hayo ya Irani yanaweza kuwa labda changamoto kwa Pakistani na pia inaweza kuathiri juhudi za upatanishi. Hilo ni swali ambalo watu wengi pia wamekuwa wakijiuliza kwamba itaathiri vipi hizi juhudi ambazo Pakistan anazifanya kuhusu usitishaji wa mapigano dhidi ya Irani ambao unafanywa na Marekani na Israeli. Sasa shirika la utangazaji la BBC limefanya mazungumzo na wataalamu kadha wa kadha ili kupata majibu, na moja kati ya watu ambao wamefanywa mahojiano ni pamoja na Imran Ari ambaye amewahi kuwa balozi wa Pakistan nchini Oman, ambaye yeye amesema kwa kudumisha uwiano kati ya nchi rafiki sio kazi nyepesi, ni kazi ngumu sana, ambapo ameweka wazi kwamba Pakistan inajaribu kusawazisha mahusiano na nchi zote ambazo ni rafiki. Lakini pia kiongozi huyo Urdi Imran ameendelea kuongeza kwamba Pakistani ipo tayari na itaendelea kwenye jitihada za kuhakikisha kwamba amani na inapatikana katika mataifa hayo. Lakini Pakistan haiwezi tena kuzishawishi nchi hizi, zinapaswa kujishawishi zenyewe. Ni moja kati ya kauli ambazo amezitoa akisema kwamba Pakistani yenyewe kama yenyewe inafanya jitihada kubwa sana kushawishi usitishaji wa mapigano, lakini bado inaonekana miamba hao wa vita hawapo tayari. Lakini pia mchambuzi mwingine wa masuala ya ulinzi ambaye anaitwa Hassan Askari amesema kwamba mahusiano kati ya Irani na Falme za Kiarabu yanazidi kudorora na kwamba mkataba wa usitishaji wa mapigano uko hatarini, na ameongeza kuwa Falme za Kiarabu zinaashiria uwezekano kwamba zinaweza zikajibu mashambulizi hayo ambayo yanafanywa na Irani. Sasa Imran Ari alipoulizwa kuhusiana na vipi Pakistan anaweza kusaidia Irani kusitisha mashambulizi dhidi ya Falme za Kiarabu, yeye alisema kwamba mkakati wa vita wa Irani uko wazi. Kila mara Irani inapokuwa na mgogoro na Marekani inalenga nchi za Cuba.
Iran inaona kuwa Falme za Kiarabu inaipa Marekani uungwaji mkono wa kimaadili, hivyo inaona ni halali kuishambulia. Hata hivyo, Pakistani bado haitaki Irani iendelee kufanya mashambulizi dhidi ya Falme za Kiarabu, lakini vilevile amezidi kuongeza kuwa mapendekezo ambayo Iran iliwasilisha siku chache zilizopita kuhusiana na kumaliza vita yalikuwa ni hatua kubwa na yangeweza kusaidia nchi hizo mbili kusonga mbele. Pakistani haina mamlaka ya kisheria ya kuilazimisha nchi hizi mbili kuheshimu makubaliano. Inaweza kujaribu tu, lakini bado kuna ugumu. Sasa endapo hizi nchi mbili kwa maana ya Marekani na Irani zote zitakuwa tayari sasa kukaa mezani tena, inaweza ikasaidia zaidi kuliko kinachoonekana kwa hivi sasa. Lakini bado Pakistani yeye anataka kusalia kwa mpatanishi mkuu, unaona kwa sababu ukiangalia namna ambavyo amejitahidi mpaka hivi sasa, licha ya kuwepo kwa changamoto inaonekana kuna hatua anazipiga zaidi. Lakini Rais Donald Trump amesema kwamba anachokifanya sasa hizi kusitisha mapigano ni kuipa Irani nafasi ya kuendelea kujitafakari zaidi juu ya kile ambacho anakifanya na madhara ambayo yanaweza kutokea endapo mazungumzo yatashindikana, kwa sababu yeye kama rais wa Marekani anachoamini ni kwamba lazima Irani iweze kusitisha urutubishaji wa urani, kuzalisha mabomu ya nyuklia, lakini vile vile kuruhusu Marekani kutawala mlango bahari wa Hormuz kwa maana ya kutoza ushuru na mambo mengine kama hayo. Na amesema wazi kwamba endapo Irani wao hawata kubaliana na matakwa ya Marekani, basi ataendelea kuishambulia zaidi na zaidi mpaka pale ambapo yeye mwenyewe ataona maslahi yake yanatekelezwa. Kwa upande wa Irani wenyewe pia ameendelea kuchimbilia msimamo wao kwamba hawapo tayari kuona nchi yao ikitawaliwa na nchi nyingine, na kuhusiana na usitishwaji wa kurutubisha urani bado hilo wanaendelea kulifikiria, lakini hawezi kuamua tu mara moja kwamba wanaweza kusitisha zaidi na zaidi. Wanahitaji Marekani aweze kuondoa majeshi yake katika nchi za Mashariki ya Kati, lakini vile vile Marekani iweze kuondoa vikwazo ambavyo imeviweka kwa takribani miaka zaidi ya 20, lakini vile vile fedha za Irani, za watu wa Irani ambazo zimezuiliwa na Marekani kwenye nchi yake ya Marekani, basi ziweze kuachiliwa mara moja na Iran waweze kuzipata fedha hizo. Hii vita bado ni ngumu kweli kweli, lakini taarifa njema ni kwamba mara baada ya kuwa usitishwaji wa mapigano umetangazwa rasmi, bei ya mafuta duniani imeshuka. Sasa niulize, kwa nini kwenye nchi yangu bei ya mafuta bado iko juu? Soko la dunia ndo nalo lizungumzia kwa hivi sasa.